na mchakato wa uchaguzi unaanza kwa kupata wapiga kura. Na utaratibu wetu wapiga kura lazima kwanza kuna watu waandikishwe kwamba watakwenda kupiga kura. Sasa hivi hatua moja muhimu sana. Kama wataka kupiga mseto wa choroko, maana bila choroko mseto haupo ovyo, bila mchele mseto haupo. Sasa mchele na choroko za mseto wetu wa uchaguzi au safari yetu ni watu kuandikishwa kupiga kura. Kinachotufurahisha ni kwamba tulikuja tukashajishana tusimamie jambo hilo, na tunawashukuru alhamdulillah kwamba kazi ile tukaifanya kwa umakini, kazi ile tukaifanya kwa juhudi, na kazi ile tukaifanya kwa ujasiri mkubwa sana. Na bali ya wasimamizi, lakini watu muhimu ni mawakala waliosimamia zoezi, kwa sababu wenzetu kazi yao ni kutupangia visa na vituko, kutupangia hujuma za kila aina. Kuna watu leo ni walemavu kwa sababu ya kuwa mawakala. Kuna watu leo ni marehemu kwa sababu ya kuwa mawakala. Kuna watu leo wamekosa msingi wa maisha yao kwa sababu ni mawakala. Kuna wengine wana sifa ya kuajiriwa, hawaajiriwi kwa sababu wanajulikana waliwahi kuwa mawakala. Kwa hivyo ni kazi ambayo inahitaji ujasiri, unahitaji kujielewa, na inahitaji dhamira ya kweli ya harakati zetu, ndio utakwenda kuwa wakala. Ndugu zangu, tulichoitana ni kuambia, na sisi viongozi mliotupa kazi hii tunathamini kile ambacho mmefanya, na tunawapongeza sana. Na hatusemi kwa sababu ya kwa mawakala tu kujiandikisha, lakini kwetu sisi inatuambia pia mambo mawili muhimu sana. Inatuambia kwamba kwanza mna watu wanaojielewa katika harakati hizi, na hii ndio sifa kubwa ya harakati zetu, kwa sababu ikiondoka watu kujielewa ndio utawapata wale tasi. Ndio utakapopata wale tasi kwamba katiliwa jani la mpapai kwenye dema na chicha, kakamata mwenyewe kaona kapata. Tuliwaambia nadhani Malini pale kwamba papa hakamati kwa dema, lakini wako tasi wala hamtopata shida. Mkiatilia majani ya mpapai mtawashika. Hivyo tunao, tumewaona kwamba watu ambao wametiliwa majani ya mpapai wamejaa tele. Tahamaki yeye mwenyewe kaona kapata, tahamaki kwa kichwani, mali inachukuliwa, anauliza mnanipeleka wapi? Tunakwenda kula. Wewe mlafi? Wewe si mlafi? Sasa miaka kwenda kuliwa, ndio ada ya mlafi hiyo. Na hapa mjini pana shida kubwa zaidi. Kuna shida kubwa zaidi ya watu ambao hawaelewi msingi wa harakati. Kuna watu mjini hapa, watu wa mjini maradhi yenu wasta. Wako hao, au vipi? Watu wa mjini maradhi yao wasta.
Kuna watu wameacha harakati hizi kwa sababu ya wasa tu, kuonekana na yeye yuko karibu na wakubwa, anasikilizwa na wakubwa, anatembelewa na wakubwa. Kwa maradhi makubwa ya watu wapo. Kuna tasi na kuna wanaotaka wasa tu. Kaacha nchi, kaacha damu ya wenzake waliodhulumiwa, waliouliwa, waliopigwa, ukimuuliza sema wao yao wamefanya mambo makubwa. Hivi mahali alipambania barabara na wenzake, waambizane jamani, alipambania soko ambalo limekuwa kama uyoga. Maana uyoga ukuta porini, ukakuta wenyewe ndio unang'ara, lakini uliozungukwa umezungukwa na tope tupu, au sio? Kama uyoga, maana uyoga ndio unang'ara kupeke yake huyu. Sasa yote hiyo ni katika kuhalalisha yale maradhi yake. Sisi tunajua kwamba wewe hukurogwa na chochote katika, kwa sababu hakika kilichofanywa kufanya jambo hilo kwa mkopo, haiwezekani. Nyumba inaufa inataka kuanguka, ukaenda ukatia feni, halafu ukasema unaona bwana mtu alipofanya ama hayo. Mwambie mwingine, tafuta mjinga umwambie haiwezekani. Kwa sisi feli labda kwa alikuwa hajaliona, anasikia tu kuna panga bodi. Sasa leo kaletewa analiona, labda yeye anaweza akababaika, akasahau kwamba tatizo letu ni nyumba yetu inanyufa. Kama hatukuchukua juhudi, nyumba hii itaanguka, na hilo ndio la kushughulikia na kurekebisha. Na nasema haya kwa sababu tuone ujasiri wa watu ambao walisimamia zoezi. Wameonesha kujielewa, lakini pia wameonesha utayari wao wa kuendelea na harakati hizi, kuendelea na safari yetu mpaka tufike pahala twende tukakabidhi wazee wetu walioturithisha kazi hii, twende tukawakabidhi kwamba jamani, kazi mliotutuma, kazi mlioiasisi, leo alhamdulillah, Mwenyezi Mungu tumesimama, tumeendelea na juhudi, na leo tumeweza kuikamilisha. Kwa hiyo hili tunalosema kwamba kwa dhati kabisa tunawapongeza na tunawashukuru. Kwa hakika mtu angesema kwa kazi iliyofanyika wenzetu hawa wanastahili zawadi, na ni kweli, na zawadi zetu nayo moja tutaisema leo, na nyingine unajua mtu akishashiwa akienda dukani, mshahara bado anafanya nini? Anaandikwa kwenye mfuko au vipi? Kwa hivyo na sisi leo zawadi moja tunaandika kwenye mfuko. Ikifika mwisho wa mwezi inshallah tutakuja kulipa. Na mkiona maana si lazima niwepo mimi, yoyote atakayekuwepo, mkiona kalitoa watu wafahamu kafanya kuisahau zawadi, kumbusheni, maana ni haki yenu na ni wajibu wetu, ni deni, lazima tuje tulipe inshallah. Mwenyezi Mungu atuweke. Zawadi ya kwanza tunasema ni kwamba mtu muungwana anayepewa kazi akafanya vizuri. Waungwana wanasema zawadi kubwa ni kumpa fursa akafanya zaidi. Wazungu wao wana msemo wao, wanasema the best reward
For a job well done is an opportunity to do more. The best reward for a job well done is an opportunity to do more. Zawadi nzuri kwa kazi iliyofanywa vizuri ni fursa ya kufanya zaidi. Kwa hivyo na sisi tunasema kwamba zawadi ya kwanza ni hiyo, kuwapa fursa inshallah kufanya zaidi, kazi nzuri zaidi. Lakini mara hii tutakapowapa kazi na fursa ya kufanya zaidi, inshallah tutajitahidi mazingira yawe mazuri zaidi, tutajitahidi tutengeneze namna bora zaidi ya kuweza na kuwawezesha kufanya kazi. Hiyo ndio tunasema kwamba jitihada tutakayochukua. Mimi naamini na sisi tuko tayari. Au vipi jamani? Tuko tayari? Asante sana. Lakini ya pili inshallah, hiyo zawadi tunaoandika Mwenyezi Mungu atuweke, tutailipa baada ya kutoka. Na inshallah tutakuja kutafuta ukumbi mkubwa zaidi ya ili mjifarague. Au kwa zawadi lazima apate fursa afanye nini? Ajifarague. Kwa hivyo na sisi tutasema nyinyi mapana yetu na marefu yetu wapi patatosha kwenda kujifaragua. Kwa hivyo jamani, la kwanza mimi niseme hilo. La pili limeelezwa hapa na watu wa organization, kalieleza naibu katibu mkuu kwamba tuna kazi ya pili, nayo ni kuwafanya walioandikishwa sasa wakenda kuwa wapiga kura. Na wapiga kura hao tukawatambua, tukajua hesabu yao, kwa sababu mwisho wa siku uchaguzi ni nini? Namba. Sisi hatutaki kuwa kama wenzetu maana wanapenda namba lakini hesabu hawajui. Sisi tunataka tuijue namba, tutengeneze hesabu yetu, kwa sababu katika hili hakuna kwa Tanzania hii ambaye anatushinda kwa maarifa, anayetushinda kwa uzoefu, anayetushinda kwa weledi wa jambo hili. Ndio maana hawa bwana walipigwa bakora mwaka wakijikamata mgongo wanapigwa za kichwani. Au umeshuhudia kipigo cha 2095 kilikuwa tofauti na 2010 au na kilikuwa tofauti kabisa na 2015. 2020 wakaamua kuvaa magunia. Au kwa sababu sisi tunajua wewe jishike matako sasa kupiga mgongo, ukishika mgongo sasa kupiga za kichwa, kwa sababu huu ni uwanja tunao ufahamu. Kwa sababu sisi hujipanga kwa uchaguzi, hatujipangi kwa ghilba, hatujipangi kwa wizi. Kinachowadhuru wenzetu, wao wako bizi kupanga wizi, kupanga hujuma na ghilba. Tena ghilba yenyewe mpaka kwa Mwenyezi Mungu kudhani kwamba labda Mungu huyu wa salamu. Maana taki ya Mungu wa salamu mpaka ukampangusa huyo hawezi kujipangusa huyo. Lakini Mungu wetu sisi katuambia kwamba inna Allaha basiru bil ibad. Au anayajua ya dhati ya mja wake, jizimedaka ifanye nini, yeye anayajua. Au sasa wao wanadhani wanaweza kudanganya hata Mungu. Ndio maana nasema kwamba sisi katika uwanja huu hatuna wasiwasi wa hilo.
wao wapange huduma zao, wapange wizi wao, wapange huduma zao. Kama kasema hapa makamu mwenyekiti, hajatania. Sisi tunajua vituo vyao, tunawajua watu wao, nani alipangwa kwa kamanda wa harakati hizi, siwajui vipi.